Hii leo wabunge pamoja na viongozi wa dini nchini Tanzania wamekosoa vikali mwenendo wa serikali ya Marekani kuanza kuingilia baadhi ya mambo ya ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kufuatia uamuzi wa hivi karibuni kufuatia matukio ya Oktoba 29, 2025 katika uchaguzi mkuu, ambapo kamati ya mahusiano ya mambo ya nje ya Marekani imetaka serikali ya Donald Trump kuchunguza kwa kina uhusiano baina ya Marekani pamoja na Tanzania, huku pia ikiweka vikwazo kwa baadhi ya maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa madai mbalimbali. Hata hivyo, kufuatia hatua hizo, wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na viongozi wa dini wameibuka na kukosoa uamuzi huo wa Marekani, huku wakisema kwamba Tanzania ni nchi huru ambayo inajitawala. Katika hatua hiyo pia, baadhi ya viongozi wa upinzani pamoja na wafuasi wa upinzani wameibuka na kukosoa baadhi ya kauli hizo ambazo zimetolewa muda mchache uliopita. Peter Msigwa ambaye ni kada wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema alirejea ndani ya chama hicho siku za hivi karibuni. Kupitia katika kurasa zake ameandika ujumbe na kusema kwamba ulinzi wa taifa si kulinda mipaka pekee, na pia kulinda misingi inayolifanya taifa libaki taifa. Taifa ulindwa si kwa bunduki tu, bali pia kwa taasisi imara, sheria zinazoheshimiwa, mahakama huru, bunge lenye uwezo wa kusimamia serikali, uchaguzi unaoaminika na wananchi wanaoamini kwa haki inaweza kupatikana bila nguvu wala hofu, kwa sababu mipaka inaweza kubaki salama, lakini taifa ndani likaanza kuoza. Mahakama zikikosa uhuru, bunge likigeuka muhuri wa kupitisha kila kitu, taasisi za umma zikianza kuogopa watu kuliko sheria, ndipo taifa huanza kupata ufa wa ndani ambao ni hatari kuliko adui wa nje. Historia inaonyesha mataifa mengi hayakuanguka kwanza kwa kuvamiwa, ilianguka pale ambapo taasisi zilianza kudhoofika, ukweli ukaogopwa na mamlaka ikawa kubwa kuliko sheria. Ulinzi wa taifa wa kweli ni kuhakikisha hakuna mtu aliye juu ya sheria, taasisi zinafanya kazi bila hofu, na madaraka yanabaki kwa dhamana ya wananchi na si mali binafsi ya watawala, kwa sababu mwisho wa siku jeshi linaweza kulinda mipaka, lakini ni taasisi huru zinazolinda roho ya taifa.